mkoa wa Morogoro katika nchi ya Tanzania. Kwa ninakukaribisha sana. Mungu akubariki. Uwe tayari sasa kusikia somo ambalo ninaendelea nalo, linalohusu utendaji wa ufalme wa giza. Utendaji wa ufalme wa giza. Nilisema katika kipindi kilichopita ya kwamba hapa duniani kuna serikali za aina tatu zinazotenda kazi kimfumo, ambazo zina muundo wake. Kasema kuna serikali ya ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu, ambayo kiongozi wake ni Yesu Kristo, na yeye ana watumishi wake wale walioitwa katika zile huduma 5. Ni mamlaka hizo, lakini lipo kanisa ambalo ni mwili wake. Lakini pia kuna malaika wanaosema wanawalinda wale watakaourithi wokovu. Lakini tukajifunza kwa habari ya serikali za wanadamu. Zina rais, kuna wafalme, kuna wizara, kuna watendaji wa serikali, kuna vyombo vya dola, lakini kuna majeshi. Lakini kuna serikali ya ufalme wa giza, ambayo kiongozi wake ni Shetani mwenyewe. Lakini pia wapo mamlaka, maana yake Shetani naye ana wizara zake. Lakini pia kuna watendaji wale wanaomwakilisha hapa duniani. Kumbuka tulisema Shetani yeye ni roho, anatenda kazi kimfumo. Kwa hiyo hapa duniani yeye kama roho anao mawakala wake wanaomwakilisha, wanatenda kazi hapa. Haleluya. Wapo mawakala wa Shetani. Yeye kama roho tayari wamekwisha kuunganisha pamoja, anatenda kazi kimfumo, lakini na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tuliangalia huyu Shetani makao yake yako wapi, lakini tukaangalia nafasi yake kwenye ulimwengu wa roho katika kutenda kazi kwake, na namna ambavyo anatenda kazi kusababisha uharibifu wa ajabu hapa duniani. Tukasema ni vizuri tuanze kujifunza kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza, kwa sababu ni ufalme ambao una wanachama wengi sana duniani. Lakini tukaona nafasi ya mwana wa Mungu, mimi na wewe, kwenye ulimwengu wa roho. Tukaona Shetani huyu kwa kweli hakudizainiwa yeye kuwa mtawala hapa duniani. Alipokosea tu tayari kama amepoteza eneo alikodizainiwa kukaa, kule kwenye mbingu ya 3. Kwa hiyo akatupwa kwenye mbingu ya 2, anaitwa mfalme wa uweza wa anga. Tulisoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 na kuendelea. Haleluya. Kwa hiyo kinachosababisha Shetani atambe hata sasa ni kwa sababu ya wana wa Mungu kuacha nafasi zao, kutokutambua wao ni wakina nani na nafasi yao kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia wengi wanamtaja Shetani, hawajui ni nani, anatenda kazi kwa kiwango namna gani, hawajui mfumo wa utendaji kazi wake. Na usipomjua adui, lazima atakushinda tu. Haleluya. Sasa leo nataka tuangalie sehemu ya 2 ya utendaji wa ufalme wa giza, kwa kuangalia silaha anayoitumia Shetani kuwashinda watu wengi. Silaha anayoitumia Shetani kuwashinda watu wengi. Haleluya. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 11. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11. Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za Shetani. Vaeni. Wote tunafahamu, hata vikosi vya majeshi wa ulinzi hapa serikalini wanavaa bunduki, wanavaa silaha. Haleluya. Wanasema sisi zipo silaha za kiroho, kwa sababu hizi falme hazitendi kazi kwa macho ya damu na nyama, zinatenda kazi katika mfumo wa kiroho. Kwa hiyo hata silaha zake lazima ziwe silaha za kiroho. Ndiyo. Sasa naposema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa hiyo tunakwenda kuona hapa silaha anayoitumia Shetani ni silaha ya namna gani. Maana Shetani, kumbuka, wakati kule mbinguni alipoasi, alitaka kufanya mapinduzi ya kutumia nguvu, ndio maana kukatokea vita. Lakini hapa duniani kwa sasa, anapotafuta
kumshinda mwanadamu, kumkamata, kumteka, hatumii nguvu. Haleluya. Lazima uelewe. Usizani shetani atakuja kama shetani ana mapembe yake, ana sura yake mbaya. Huyo hajawahi kuzaliwa. Yeye anatenda kazi katika roho. Kwa hiyo usipokuwa na wewe katika mfumo wa kiroho, kushindwa lazima tutashindwa. Haleluya. Kwa anaposema silaha, tupate kuzipinga hila za shetani. Mfano, nchi moja inapokuwa inapigana na nchi nyingine, nchi moja inarusha makombora kwenda kuleta uharibifu kwenye nchi nyingine, lazima ile nchi nyingine inayopigana nayo iwe na silaha za kutungua zile silaha zinazokuja. Wote tunafahamu mambo yanayoendelea hata duniani sasa kwenye vita. Unakuta nasikia mabomu yametunguliwa. Kwa hata shetani anaporusha silaha zake, tena nasema ni silaha zenye mishale ya moto, lazima nawe uwe na silaha za kupinga hizo silaha kabla hazijakufikia. Zikikufikia, hiyo nchi itakuwa ukiwa. Haleluya. Gharama ya kushindwa, ndugu zangu, ni kubwa. Gharama ya kushindwa ni kubwa, kwa sababu tunaposhindana, tuliangalia kipindi cha pili, lazima ule upande unaoshindwa utumikie ule unaoshinda. Ndio kanuni yake. Sasa silaha anayotumia shetani ni silaha ya namna gani? Anasema mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo silaha anayotumia shetani kutenda kazi ni silaha ya hila. Hiyo ndio silaha kubwa, ndio silaha mama. Nyingine zote tunazoweza kufundishwa ukawa unazijua, zile ni silaha zinatokana na hii. Haleluya. Silaha ya hila. Sasa unasema hila ni nini? Hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Narudia. Hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Mtu atasema nakupenda, lakini ndani angetamani kusikia umekufa kesho. Na wakati mwingine hata mume wako alikupata kwa hila. Baada ya kuwa mmeoana, mmekuja kukuta uhalisia wake sio kama alivyokuwa anakuambia. Wakati mwingine anaweza kuwa ni mwathiriwa wa hila. Kuna mtu ambaye ulifanya naye biashara, nakubaliana naye mwe pamoja kwenye biashara, kumbe ni hila. Baadaye akakugeuka, lakini mwanzo alikuja kama mtu mwema sana. Kwa hiyo hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Na ndio maana shetani amewapata watu wengi, kwa sababu haji kama watu wanavyodhani. Haleluya. Silaha ya hila. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Biblia inasema, lakini nacherea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa. Kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa. Biblia inasema asija kawaharibu kabisa, asija kawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu katika Kristo. Umeona? Paulo anawaambia Wakorintho kwamba nacherea isije kawa kama vile yule nyoka alivyomdanganya Hawa, akamuharibu fikira zake. Sikiliza, wakati Adamu na mke wake wako kwenye bustani ya Edeni, pale ile bustani ya Edeni ilikuwa ni kama ikulu ya Mungu duniani. Ndio maana alikuwa anakuja kuwatembelea watoto wake. Haleluya. Sasa sikiliza, wakati huo Lucifer alikwisha kutupwa. Sasa yuko katika roho, anaona kinachoendelea. Wakati huo wapo watu wawili tu, Adamu na Hawa mke wake. Sasa sikiliza, aliyepewa maelekezo ya kutokula tunda moja wapo katika ile miti kwenye bustani ni Adamu. Hawa alikuja kuambiwa na mume wake. Sasa shetani akaona apite wapi? Maana hata mazingira yanaonyesha wakati shetani anakwenda pale, Hawa hakuwa pamoja na mume wake. Shetani ana ufahamu na akili. Si kama watu wanavyosema shetani ni sisimizi tu. Shetani ingekuwa sisimizi tu, ingekuwa hivi hivyo. Haleluya. Sivyo kama tunavyodhani. Lazima tumjue.
tukijua anavyotenda kazi, tutamshinda pia kwa maarifa. Haleluya. Sasa Paulo anasema nachelea isiji kajikuta yule shetani amewaharibu fikira zenu kama nilivyofanya kwa nyoka, kwa Hawa. Sasa naomba nisikize vizuri sana kueleweshe. Wakati huu lazima uelewe Lucifer kama kiumbe cha kiroho. Hawa alikuwa yuko duniani, na sheria ya kiroho inasema hivi, ili kiumbe cha kiroho kija kutenda kazi kufanikisha ajenda yake hapa duniani, lazima kifananie kiumbe kilichodizainiwa kuwepo hapa duniani. Hiyo ndio sheria ya kiroho. Kwa ili shetani aweze kumpata Adamu na mke wake, awatoe kwa nafasi kama wafalme na watawala, ilibidi atafute kiumbe ambacho kinafanania na hapa duniani. Na maandiko yanaweka wazi ya kwamba kulikuwa na kiumbe ambacho kilikuwa kiko karibu sana na hawa watu. Hicho kiumbe kinaitwa nyoka. Nyoka alikuwa mwerevu sana. Sikiliza, ndio mnyama alikuwa jirani sana na Adamu na Hawa. Biblia imesema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Shetani akishinda kukupata huko kwa watu walio nje pembeni, lazima atapitia kwa mtu aliye jirani yako. Ili uweze kuumia zaidi, atapita kwa yule mtu wa nyumbani mwako, yule mtu mpendwa mwenzako. Wala sio shida atakayepitia kwa mchungaji wako, anaweza kupitia kwa yoyote maadamu yeye aliye karibu na wewe. Ndiyo, anaweza kupita hata kwa mume wako, kwa mke wako, hata kwa yoyote mfanyakazi mwenzako. Paka sasa ninavyosema, wewe ni maathirika wa hila. Sasa ilibidi apite hapo. Kwa hiyo Hawa wakati anaongea na yule nyoka, alikuwa anajua anaongea na yule nyoka wa zamani wa siku zote. Hakujua tayari nyoka alikwisha kutoa lifti kwa shetani. Shetani alikwisha kuingia ndani ya nyoka. Kwa hiyo Hawa anajua anaongea na nyoka wa siku zote, kumbe anaongea na nguvu nyingine. Ndio maana Biblia imesema hatukosi kuzijua fikira za shetani. Haleluya. Kwa hiyo usipokuwa wa kiroho, lazima utapatwa tu. Ndio maana naomba unapokuwa umeokoka, umeingia katika mfumo mpya ambao ufahamu wako unatiwa nuru. Yesu anaingia ndani yako, na zaidi anakupa na Roho Mtakatifu ambaye anasimama kama mshauri wako, anasimama kama mwalimu, anasimama kama kengele. Kama kuna jambo la hatari, taa nyekundu itawaka, itakwambia huyo sio rafiki mwema, huyo sio mtu sahihi kwa ajili yako, huyo kijana sio mume sahihi. Utasikia tu Roho Mtakatifu atakwambia. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa Hawa akajikuta anaongea, akampa shetani nafasi. Alipoipata nafasi akaitumia. Haleluya, haleluya. Sasa tunaona hapa Mwanzo sura ya 3. Sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Hapa shetani anaanza kutoa sera zake. Anaposema fikira ni mfano wa sera. Fikira ni mawazo yaliyochakatwa kutimiza lengo fulani. Kwa tunaona hapa shetani akamwambia Hawa, ati hivi ndivyo Mungu aliyosema matunda mti msile? Hawa kaanza kufunguka kama alivyoambiwa na mume wake kwamba matunda yote ya bustani Mungu amesema tuweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati Mungu amesema tusile, sisi tukafa. Sasa shetani akamwambia kwamba hakika hamtakufa. Ukisoma ile Mwanzo 2:17, Mungu alimwambia Adamu, msije mkala matunda mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mtakapokula tu utakufa hakika. Lakini shetani akamwambia Hawa, hakika hamtakufa. Unaona, kazi ya shetani ni kugeuza. Haweza kampata mtu asipogeuza. Kwa anaweza anatumia mambo ya Mungu haya tu, atatumia maandiko haya unayajua, ili akupate, lazima yageuze kwanza. Nimekuambia hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Haleluya. Anayageuza.
anasema hakika mtakufa. Halafu akamwambia hivi, Mungu anajua siku mtakapokuwa mmekula mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama yeye. Unaona hiyo hila? Wakati kisoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, tayari Mungu alishawaumba kwa mfano na kwa sura yake. Kwa hiyo Hawa akaona kama ni jambo jipya. Naona Hawa akaona kumbe tukila tutakuwa kama Mungu. Kumbe walishakuwa kama Mungu tayari. Sikiliza, Shetani huwa anatumia kile ulicho nacho kukuonyesha kwamba hauna, ili utakapoamini achukue ulicho nacho akupe kile ambacho ni cha kwake, ambacho ni photocopy. Akikwambia Shetani kwamba wewe huna akili, maana yake ukaamini hilo neno, maana yake tafsiri yake yeye anachokwambia ni kinyume, kwamba ungejua una akili sana ungefika mbali. Akikwambia wewe hutafanikiwa, ujue Shetani anaongea kinyume chake. Ameshaona wewe ni mtu wa kufanikiwa sana, ila wewe hujajijua. Kwa hiyo utakapoamini uongo wa Shetani, anachukua sasa ile roho ya mafanikio ulio nayo, anakupa roho ya kutokufanikiwa. Na anapokuja satatumia hata watu watakwambia. Na wangapi wamekwambia kwamba wewe kwa namna ulivyo hutafanikiwa? Umepata watu wengi wamekwambia kwamba wewe hutafika mbali kwa mradi huo. Wameanza wengi sana. Wana saikolojia wanasema mtu akikwambia wewe hutafanikiwa, halafu lile neno ukakataa kulikanusha pale pale ukaliamini, unahitaji watu 7 wa kukwambia kwa nyakati tofauti kwamba utafanikiwa. Sasa unawapata wapi watu hao? Maana yake nini? Shetani huwa anataka amwaminishe mtu, anabadilisha. Kazi yake ni kugeuza. Mungu amesema utakufa hakika, yeye amesema hakika hamtakufa. Kwa hiyo Hawa akaanza kujenga shauku, akala lile tunda, akampa na mume wake, akala, wakafa. Haleluya. Sikiliza, ule mti wa katikati, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ule mti Mungu aliuweka kama kipimo cha utii. Haleluya. Kama kipimo cha utii, kwamba Adamu na mke wake waweze kujua ya kwamba pamoja na kwamba wamekabidhiwa watawale, wawe wafalme hapa duniani, lazima wajue ipo mamlaka iliyoko juu yao. Maana nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana pamoja na wao. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawawekea mipaka wasije wakajitangazia uhuru. Lakini walipokula ilikuwa ni kama uasi, wanajitangazia uhuru. Haleluya. Sasa sikiliza, walipokula tunayaona madhara sasa yanaendelea. Mimi na wewe tunaishi madhara ya matokeo ya uasi. Pale kanuni Mungu aliyokuwa anifundisha ni kanuni ya utii. Hapa duniani tunaongozwa na kanuni ya utii ili uweze kuwa salama. Ndio maana Yakobo 4:7 anasema basi mtiini Mungu, pingeni Shetani na atawakimbia. Lazima kuwepo na mambo ya kusema hili hapana, hata kwa gharama yoyote. Maadamu Mungu amesema usifanye, maadamu Mungu amesema acha. Kwa hiyo kanuni ya kusababisha sisi tusifarakane na Mungu ni kanuni ya utii, kusema hili hapana, hili ndio. Haleluya. Kama mtakubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkiasi, mtaangamia kwa upanga. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni kanuni, na hiyo ni kanuni inayotawala mpaka sasa, kanuni ya utii. Kwenye Biblia kuna mambo Mungu amesema usi, acha, tenda. Hapa hakuna mjadala, wewe ni kutii neno la Bwana. Haleluya. Adamu akasababisha uharibifu wa ajabu sana, mpaka sasa tunayaishi madhara aliyoyasababisha. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa ndio kanuni ambayo inayotumiwa sasa duniani.
Sasa ngoja nisome kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya 11. Wakorintho wa pili sura ile ya 11 na ule mstari wa 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Biblia inasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila. Umesikia? Kumbe kuna mitume wa uongo wanaotenda kazi kwa hila, wanaojigeuza wa mfano wa mitume wa Kristo. Umesikia? Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao ni sawasawa na kazi zao. Maandiko ya ajabu sana. Biblia, Paulo anawatahadharisha wana wa Mungu, mimi na wewe. Anasema wapo mitume wa uongo wanaojigeuza kama mitume wa Kristo. Sikiliza, hapa duniani kuna vitu, kuna original na fake katika kila jambo. Kwa hata kwa habari ya kategori ya utumishi wa Mungu, kuna watumishi wa Mungu wa kweli na watumishi wa Mungu wa uongo. Wapo mitume wa kweli, wapo mitume wa uongo. Wapo wachungaji wa kweli, wapo wachungaji wa uongo. Kote kila kitu kina original na fake. Sasa hapa Paulo anawaambia Wakorintho kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe anajigeuza mfano wa watumishi wa haki. Anasema si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza. Nimekwambia shetani naye anao watumishi wake wanaotenda kazi hapa duniani. Haleluya! Ili waweze kuwapata watu, lazima wapitie kwenye kanuni ya kujigeuza. Lazima wapitie waje kwa hila. Nimekwambia hila ni uongo uliojificha ndani ya ukweli. Hawawezi wakaja kwa ule uhalisia wao. Haleluya! Ndio maana watu sasa unaona wamechanganyikiwa sana. Imefika mahali ambapo watu wanashindwa kutofautisha kati ya watumishi wa Mungu wa kweli na watumishi wa Mungu wa uongo. Imekuwa ni vigumu kwa sababu wote wanamtaja Yesu huyo huyo. Wote wanasoma Biblia hiyo hiyo. Unaona wote wanaweza kuhubiri vizuri sana. Sikiliza. Shetani anaweza akachukua mambo 9 ya kweli, halafu akaweka la kwake moja la uongo. Anachukua mambo 9 ya kweli kabisa, lakini anachangana la kwake moja tu la uongo. Hapa hatuiti ukweli tena, tunaita uongo. Ukichukua ndoo ya maji ya lita 20 ukaweka na kibaba cha mafuta, huwa hatuiti maji tena, tunaita maji yaliyochanganyikana na mafuta. Ukitaka kujua kazi yake, kunywa uone kama utaharisha. Kwa na shetani naye, ili aweze kuwapata watu sasa, anajigeuza, anakuwa mfano wa malaika wa nuru. Anavaa vazi la mtumishi wa Mungu wa haki. Wala sio ajabu. Unashangaa nini? Maana atavaa suti vizuri kabisa, atasoma maandiko. Maana hata hao wanaojiita manabii wa uongo wanawachanganya, kwa sababu walikuwa ni wenzetu, nao walikuwa ni Wapentekoste. Walijua kweli, walijua kabisa Biblia inavyosema kwa habari ya miujiza ya kweli, kwa habari ya nguvu ya jina la Yesu, kwa habari ya kanuni ya uponyaji, kwa habari ya baraka. Lakini sasa kwa sababu baraka za Mungu ni tofauti na mafanikio ya shetani. Sikiliza, shetani anaweza kufanikisha, lakini hawezi kubariki. Mungu anabariki. Zile baraka zinasababisha mafanikio. Maana yake baraka za Bwana hazileti mafanikio yanayochangamana na huzuni. Sasa shetani akikufanikisha, anakuwa kama chambo cha kupata moyo wako. Mwisho wako utakuja kuona uharibifu. Unaona hapa nasema ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao.
Hata hao ambao unaona wanawachanganya miujiza ya uongo, sikiliza, shetani ni hila, anatumia kama vyambo. Hata sasa shetani anaweza kufanya miujiza. Sinakumbuka wakati wa Farao wa Musa. Musa akaweka nyoka, akaweka fimbi kawa nyoka. Farao na akawaita wachawi na watumishi wake, na wakatupa fimbo zikawa nyoka. Mnashangaa kitu gani? Haleluya. Sio ajabu naenda kwa mganga, unapewa dawa, unapata mtoto. Swali, yule mtoto ni wa Mungu? Yule ni mtoto wa shetani. Tunachokiangalia uhalisia wa kitu, tunaangalia kwenye chanzo. Haleluya. Chanzo nitoka wapi? Kwa tunaona hapa shetani ili aweze kuwapata watu. Sasa watu wengi wanalia, mmejeruhiwa, mna jeraha. Mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, mchungaji, mimi nimeamua kukaa nyumbani, sitaki kwenda mahali popote kuabudu. Naona ni uongo, tunaona tu kote kote hamna kitu. Nikamwambia kwa nini? Akanianza kunihadithia mahali ambapo amekwenda, amejeruhiwa sana, endelea kukutesa. Dunia ya sasa imejaa mashaka, haina tumaini. Kila kukicha tunasikia matukio yote ambayo yanakuja ni ya kusababisha hofu itande tu, hofu itawale maisha ya watu. Lakini maandiko yanasema, Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, hatujapewa roho ya hofu, tumepewa roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Pendo la Kristo linatupa nje hofu. Nje ya Yesu, ndugu zangu, huwezi kuwa salama. Yesu anapoingia ndani yako unapewa faraja. Hata yote tunayopitia, Roho Mtakatifu anakuwa mfariji wako. Roho Mtakatifu anakupa mfariji wako. Ndio maana maandiko yanasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Hata hapo Jopo, hata jeshi likajipanga, sitaogopa, maana tunaye yeye. Biblia inasema tuseme ni basi, Bwana akiwa upande wetu, nani wa kuwa juu yetu? Hila ya shetani imeshakupata. Shetani anatumia silaha ya hila kupata watu, kutenda kazi. Hila ya shetani. Una shida gani? Umenaswa wapi? Wapi wewe ni mwasirika? Haleluya. Wapo watu ambao mmeathiriwa na watumishi wa uongo waliojigeuza kuwa watumishi wa haki. Sasa wewe ni mwathirika kabisa, na uwezekano umekata tamaa. Wapo watu wengine wamefanyiwa vitu vya ajabu kabisa na wachungaji wao. Naelewa mambo haya, na nimekuwa nakutana na changamoto za watu wengi sana, ambao wengine wameathiriwa na viongozi waliowatarajia, wamewasaliti. Walikuja kwa nia njema sana, wamevaa vazi la kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Wamevaa vazi la kondoo, kumbe ni nyoka. Biblia imesema shetani akitaka kumpata mtu lazima ajigeuze kwanza. Mpaka sasa nadhani uko salama. Ni afadhali uamue kumpa Yesu leo. Atakapoingia ndani yako, ufalme wa Mungu utakuingia ndani yako. Na ufalme wa Mungu kiingia ndani yako, anayeuingiza ndani yako ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kaweka kengele ndani yako. Tunaona kama Paulo asingelikuwa na Roho Mtakatifu, asingeleweza kutambua kwamba aliyekuwa anaongea kwa ile mwanamke ni pepo, si ile mwanamke. Sasa una nguvu gani? Una jeuri gani ya kushinda utendaji wa ufalme wa giza kwa maisha unayoishi? Wala hatuwezi kushinda kwa dini uliozaliwa kutoka kwa baba yako na mama yako. Wewe umekuwa na dini nzuri sawa, lakini mbona dhambi unatenda? Mbona uzinzi unafanya? Mbona kama kwa waganga unakwenda tu? Kama ni rushwa unatoa? Kama ni chochote uharibifu, sio mwaminifu kazini kwako, unajua? Yaani ni mtu unaishi kwa ujanja tu. Una mambo unafanya kwa siri. Wewe unajua, hakuna mwingine anajua. Lakini siku inakuja Mungu ataweka wazi. Lakini Mungu amenileta kama mjumbe wake kwa ajili ya kukutahadharisha kwamba ili uweze kuwa salama nje ya mfumo wa utendaji wa ufalme wa giza, lazima ukubali kuwa mwanachama wa ufalme wa nuru.
ambayo Yesu Kristo ameweka, na sisi watumishi wake, sisi ndio mawakala wake, ambao tunatangaza sera za ufalme wa nuru. Kwa hiyo chagua sera za ufalme wa nuru. Haleluya. Bwana Yesu sasa kwenda kufanya kitu kwa ajili ya maisha. Uko tayari sasa kumpa Yesu maisha yako? Hebu nifuatisha sala hii. Haleluya. Kwa hiyo umeona, yule mtu akaniambia kwamba kote naona ni ubabaishaji. Kamwambia wapo watumishi wa Mungu, Mungu amejisazia. Haleluya. Lakini kamwambia shetani ana watumishi wake, na siku zote mara nyingi feki huwa wanakuwa wengi sana. Kitu chochote kile feki huwa kinakuwa kingi sana, kinapatikana kirahisi, lakini original ni bidhaa adimu. Haleluya. Sasa sikiliza, kazi ya shetani ni kujigeuza. Hata tunapoona hali ilivyo sasa, ndiyo kazi ya shetani inayofanyika sasa. Siku moja Mungu alinikutanisha na mtu mmoja, kijana mmoja ambaye yule kijana namfahamu katika mji fulani. Huyo kijana mwanzo alikuwa ni mwimbaji kanisani, baadaye akawa nikaanza kusikia sasa naye ni mchungaji. Nikamuuliza, tayari umeshaanza uchungaji? Ndio. Lakini baadaye nikaanza kusikia naye amekwisha kujigeuza tayari, naye kwenye ibada zake anatumia vitu vinaitwa vifaa vya kiroho. Mambo ya ajabu kabisa. Sasa nikamuuliza, imekuwaje? Haleluya. Yule kijana ananiambia, mchungaji, kama wewe umejitoa kuhubiri injili ya kweli, endelea. Lakini tumeshagundua watu wa sasa hivi wanataka kuambiwa uongo, hawataki kuambiwa ukweli. Ukiwaambia ukweli huwezi ukawapata watu. Watu wa sasa wanataka kudanganywa. Umesikia hiyo falsafa ya sasa? Halafu akaniambia hivi, baraka za Mungu zinachelewa sana, lakini upande wa pili ni faster. Ananiambia. Sasa nikaambia hivi, kwa kuwa umeuasi ukweli unaojua, umeamua kwenda jehanamu, najiona, nenda peke yako. Lakini kamwambia, ni kweli utapata vinavyoonekana, kweli utapata mafanikio, lakini Biblia imesema mwisho wako ni sawasawa na kazi zako, ni uharibifu. Kwa ndicho kinachoendelea mpaka sasa. Haleluya. Ni kweli baraka za Mungu zina gharama. Mungu ni Mungu wa kanuni. Baraka za Mungu zinaanzia chini kwenda juu. Lazima watu washuhudie ulikotoka, umefika hapo kiuhalali. Lakini shetani huwa anaanzia juu, anashuka chini. Ndio maana unaweza kuwa umekuja umelipuka, kweli kabisa, unaonekana umekuwa maarufu, unajulikana, lakini Biblia inasema mwisho wako ni sawasawa na kazi zako. Biblia imesema hawa wamejigeuza, wao utumishi wa haki. Hebu ngoja niangalie tena kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 16 na ule mstari wa 17 mpaka 18. Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, tulikutana kijakazi aliyekuwa na pepo wa uzi, aliyewapatia bwana zake faida kubwa kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Haleluya. Wakati wa Paulo mtume anafanya huduma za kimishonari, hapa sasa ameshafika bara la Ulaya, wamefika mahali, anasema wakatafuta mahali pa kusali, kwa kufanya ibada. Kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi, kwa lugha rahisi alikuwa ni mganga wa kienyeji,
aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Inawezekani wewe pia ni mmoja wapo. Mafanikio ulio nayo wala hujawapata kwa halali, umeenda kwa mganga wa kienyeji. Unajua, na wewe inawezekana tumetoa kafara, memwaga damu. Anasema aliwapatia bwana zake faida nyingi. Maana yake ni wale waganga wa kienyeji ambao ni mawakala wa wachawi, ambao wanachukua nyota, akili za watu wengine, ibali kwenye maisha ya watu wengine, wanawauzia watu na kwenda kusujudu ili wapate mafanikio. Asilimia watu wengi naona wamefanikiwa, walio wengi hawako pale kihalali. Mambo yanayofanyika ndugu zangu katika roho ni siri sana. Ndio maana usihusudu mafanikio ya mtu, lazima ujue chanzo chake ni nini. Huyo kijakazi, Biblia inasema akaanza kupiga kelele, akamfuata Paulo na timu yake. Anasema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria watu njia ya wokovu. Kwa hiyo kama wewe umekalili tu kwamba shetani anaongeaga uongo wakati wowote, nakupa pole. Shetani pamoja na kwamba ni baba wa uongo, lakini kuna mahali ambapo huwa anaongea ukweli. Moja wapo ya mahali anapoongea ukweli ni kama anataka kufanikisha ajenda yake, atasema ukweli ili kukupumbaza. Huyu hapa hakuongea uongo hata kidogo. Akina Paulo si walikuwa watumishi wa Mungu wenye kuwahubiria watu njia ya wokovu? Hakuna uongo hata tone. Lakini alichokuwa anakifanya hapa huyu pepo ni ili akina Paulo waone huyu naye ni mwenzao, ni mpendwa mwenzao, waondoke kwenye lile eneo, aendelee kufanya kazi ya kutawala pale, kuendelea kufanya kujenga madhabahu pale. Ni ila ya ajabu sana hii. Maana yake akina Paulo, kama Paulo mtumishi wa Mungu asingekuwa na Roho Mtakatifu, wangeondoka pale. Wanajua pale kuna mpendwa naye ameokoka, kuna mtumishi wa Mungu pale. Wangeondoka, alafu baada ya kupita angeendelea kufanya kazi. Kumbe akina Paulo, sisi wana wa Mungu tuliokoka, watumishi wa Mungu, sisi ni nuru. Tunapoingia mahali popote, lazima giza likimbie, nuru iangaze. Giza haliwezi likatamba mahali pa mtu wa Mungu. Ni aibu sana nakuta mtu aliyeokoka anasema na hama nyumba, kisa kwa hiyo nyumba kuna wachawi, kisa kwa hiyo mtaa kuna wachawi. Maana yake huyu hajitambui wala hajajua kabisa yeye ni nani, na tena Yesu hana na Roho Mtakatifu hana. Aliye ndani ya Yesu, Roho Mtakatifu yuko ndani, anajua kwenye eneo lapokaa yeye ndio mtawala, ndio mfalme pale. Lazima ufalme wa giza ukimbie, ufalme wa nuru tamaraki. Haleluya, haleluya. Sasa huyu kijakazi alitaka kukwepa. Roho Mtakatifu akawacha taa nyekundu ndani ya Paulo, akamwambia Paulo, sio mwenyewe huyo, hilo ni pepo linataka kukwepa, linataka kuendelea kulinda himaya. Paulo akamkemea yule pepo na yule mwanamke akagaragara chini, pepo la uaguzi likachomoka. Ilipotoka akabaki mwenyewe. Maana yake ufalme wa giza pale ukapinduliwa, ufalme wa nuru ukatamaraki. Haleluya. Nimekwambia hapa duniani wapo watumishi wa ufalme wa nuru, wanapofika popote lazima ufalme wa giza usalende. Hiyo ndio kazi tuliyoitiwa. Haleluya, haleluya. Tunaona baada ya yule binti, yule kijakazi, na yeye sasa kuokoka, unaona yule wapata akina Paulo wakaisha kufungwa, watu wakaandamana, wanasema meduharibia dili, wamevuruga kabisa biashara. Tutafanyaje biashara sasa bila kutumia hirizi? Tutafanikiwaje maofisini bila kutumia madawa? Hawa wametuvurugia kabisa. Wakawakamata, wakaweka ndani ya gereza, lakini hawakujua kwamba neno la Mungu huwa halifungwi. Tunashangaa kina Paulo na Sila ndani ya gereza, Bwana Yesu akawa pamoja ndani ya gereza, wakatoka. Bahati njema sana yule mkuu wa gereza pia naye akaokoka. Tunaona ufalme wa Mungu katamalaki. Hiyo ndio kazi ya wana wa ufalme. Haleluya. Biblia inaeleza kwa habari ya ufalme na wana wa ufalme. Mahali popote pale tumeona kipindi kilichopita akina Daniel, akina Meshaki na Azaria walikam kule Babeli, ufalme wa giza ulipinduliwa.
Haleluya, haleluya. Hiyo ndio ajenda ya shetani. Kwa hiyo hata sasa unaona kwenye maeneo mbalimbali unakuta waganga unatamba, uchawi unatamba mahali. Kwa nini unatamba? Mahali ambapo tunakaa umefika wakati wana wa ufalme tujitambue. Tujue sisi ndio tumewekwa hapa duniani kutawala kama wafalme kwa niaba ya mfalme mkuu Yesu Kristo. Haleluya. Popote pale kuhakikisha nuru inaangaza. Na sasa mwanzo wa injili ya ufalme na kwenda kuhubiriwa kokote, haleluya, kwa njia yoyote kumkusanyia Yesu wale waliokusudia ufalme wake. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ungurumaye anatafuta mtu kummeza. Sikiliza, hila nyingine ya shetani, anatumia hila ya hofu. Hofu maana yake ni kwamba ili aweze kupata ulicho nacho ni kukuingizia hofu tu. Hila, hofu ni hila ya ajabu sana ambayo shetani anatumia. Sikiliza, hata ile makampuni makubwa duniani ambayo yakitaka kuuza bidhaa zao lazima yaanze kutanguliza kwanza hofu. Watu waanze kuhofia ili waweze kununua bidhaa zao. Wewe unakumbuka wakati wa corona, watu wengi sana walikufa kwa sababu ya hofu. Hofu tu. Kwa sababu hofu ni moja wapo ya kitendea kazi ya shetani anapotawala kwa hila yake. Haleluya. Sasa watu walikufa kwa sababu ya hofu, na watu wa makampuni wakauza madawa yao. Hata sasa hiyo ni hila inayotumika. Haleluya, haleluya. Lazima tujue shetani anavyotenda kazi. Hofu, ashukuriwe Mungu, hata mtawala wa kipindi kile katika nchi yetu akatangaza watu tusiogope, watu tufanye kazi kama kawaida, huku tukichukua tahadhari, kwa sababu hofu ni moja wapo katika utendaji wa shetani kupata watu. Na hofu ya kifo inawatesa watu sana. Hata unapotazama umelala, unatazama unasikiza, lakini hofu ya kifo. Tena shetani anakuhubiria kwamba ugonjwa huu ulio nao sasa, safari hii uchomoki. Kwa nje unacheka, lakini ndani kuna hofu inatawala kufa. Kuna hofu ya kifo inatawala. Watu wengi sana wanakufa kwa sababu ya hofu ya kifo. Hofu ya mauti inatawala. Lakini kuna hofu ya kushindwa. Umeanzisha jambo fulani, lakini ndani kuna hofu inakwambia si kama utafika mbali. Na shetani wakati anatumiaga mazingira ya watu, anakuletea hata na watu. Nimekwambia shetani hapokuja, yeye anatenda kazi pia kwa mazingira, anatumia watu. Wanakuambia wewe hauwezi kufika mbali. Hofu ya kushindwa imekutawala. Lakini kuna hofu ya kuaibika. Ndani unapoenda unaona kabisa uko mbele, jambo inakwenda kuaibika. Hofu imetawala. Kwa nje hakuna mtu anayejua hiyo hofu nayo, lakini Mungu amekuona. Mungu anaiona hiyo hofu inakutesa. Lakini kuna hofu ya kuishiwa. Kuna hofu ya maisha imetawala moyo wako sasa. Kuna hofu ya kusalitiwa kwenye ndoa. Unahisi mume wako muda wote anaweza kukuacha. Kabisa kabisa, unavyoangalia nyendo zake. Hofu ya kusalitiwa, hofu ya upweke, na hofu ya magonjwa. Hofu imetanda. Unasumbuliwa na hofu ya namna gani? Hofu ya namna gani na kutesa? Hiyo ndio kazi ya shetani. Sasa unasema, mchungaji, mambo yote haya unayosema, mimi ni muhanga, mimi ni mwathirika. Haleluya. Umeathiriwa sana. Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimesikia neno lako, nami sasa nimekubali kwamba bila wewe Yesu sina usalama. Ninaomba sasa uniokoe, unihamishe kabisa. Nimeteseka vya kutosha, lakini leo Yesu Kristo naomba uweke makao ndani yangu. Jenga ufalme wako na nipe Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Asante Yesu kwa sababu umeniokoa na kuniponya. Katika jina la Yesu. Amina. Sasa wewe umeungama dhambi zako, umekiri. Sasa
Maandiko yanasema katika Zaburi 103 mstari wa 3, akusamehe maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote. Muujiza mkuu kuliko miujiza yote ni mtu kusamehewa dhambi, ni mtu kupatana na Yesu, kwa sababu Yesu ndiye alikuja kuleta huduma ya upatanisho. Kinachofuata sasa ni kupona magonjwa yako yote, shida zako zote na kuondolea. Yaani hiyo ni kama zawadi. Uponyaji na baraka ni kama tu zawadi kutoka kwa Mungu baada ya kutii mpango wake. Sasa shika pale unapoumwa. Yaani kama unanitazama, hebu kutanisha mkono wako kwa imani. Kama unanisikiliza, weka kwenye moyo wako popote unapoumwa. Baba, katika jina la Yesu, nayachilia nguvu yako sasa, na wachilia uweza wako sasa, ukutane na shida ya ndugu yangu huyu popote pale alipo. We Mungu siye na umbali, ninaamuru sasa, iwe ni ugonjwa, iwe ni shida yoyote, iwe ni kifungo, iwe ni uasi, roho ya uharibifu iliyomtesa, dhambi iliyomtesa kwa miaka mingi, amekubali na yachilia nguvu yako sasa kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninaamuru sasa, iwe ni ugonjwa, iwe ni kansa, iwe ni kisukari, amelala amepoza, ninaamuru anyenyuke. Nguvu zote za giza ndani ya tumbo, maumivu ya kichwa, popote pale, ewe pepo mchafu, nguvu zote za majini, roho za kichawi, madhabahu za mizimu, mawakala wa shetani, na kamata kwa jina la Yesu. Toka mwachie mama huyo, toka mwachie kijana huyo, toka mwachie kibaba na binti na mtoto mdogo huyo kwa jina la Yesu Mwokozi. Na iachilia nguvu ya Mungu sasa sambae kama umeme kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea ushindi, uwe hai kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amina. Ninaamini Mungu amekuponya, amefanya kitu cha ajabu sana. Waweza kunishuhudia, kuna namba inapita, unaiona namba yangu hapo, na waweza ukanishuhudia Mungu ametenda mambo. Maelezo yoyote utakusana pamoja na mimi. Naomba nikukaribishe tena kipindi kinachofuata, lakini pia waambie watu wengine wawe wanatazama kipindi cha Saa ya Urejesho. Huu ni wakati wa urejesho wa sura ya kanisa halisi la Yesu, urejesho wa halisi wa maisha ya watu. Sasa Yesu amekaribia kurudi. Mwanzo wa injili ya kumkusanyia Yesu wateule wake umefika. Sasa na wewe miongoni mwao. Haleluya. Sasa nakutakia siku njema, nakutakia kutazama tena kipindi hiki marudio siku ya Alhamisi saa 5:30 mpaka saa 6:30. Fuatia kwa njia mbalimbali. Na wewe unayenisikiliza, Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Uwe hai. EAGT